Je, inafaa kutumia dawa ya uvuto kabla ya kuweza kuondoa kifungo au vifungo katika mwili? Hili swali limekuwa likiulizwa mara kwa mara na watu wakiuliza kwamba itafaa kweli mtu kutumia dawa ya uvuto katika mwili ikiwa amezungukwa au ameandamwa na vifungo mwilini. Jibu ni hili: haifai mtu yoyote kutumia dawa ya uvuto katika mwili kabla ya yeye kuondoa vifungo mwilini. Vifungo ni kizuizi. Yaani ukisikia kitu kinachoitwa kifungo, basi fasihi iliyokuwa nzuri au nyepesi zaidi ni kizuizi. Ni kitu kinachozuia kitu kingine. Hii ndiyo maana ya kifungo, hasa katika taaluma zetu hizi za masuala ya tiba za asili. Inapendeza sana mtu kutumia dawa ya uvuto ikiwa atajihakikishia kwamba yeye hana kifungo chochote mwilini. Bimaana hana kipengamizi, hana kizuizi chochote katika mwili wake. Na vizuizi tunavyozungumzia, kizuizi cha kwanza ni swala ambalo linaloitwa nuksi. Hichi ni kizuizi cha kwanza. Kwa hakikisha unatumia dawa ya uvuto ikiwa wewe huna nuksi mwilini, kwa sababu uvuto na nuksi ni vitu viwili tofauti. Kuna kizuizi kingine ni masuala ya majini katika mwili. Ukijiona kwamba labda unasumbuliwa sana na matatizo ya majini mwilini, ni mtu ambaye unajiona kwamba unasumbuliwa sana na maradhi ya kijini, ni mtu ambaye unajiona una matatizo ya kichawi katika mwili, basi kwa ushauri wangu usithubutu wala kujaribu kutumia dawa ya uvuto, kwa sababu hiyo dawa ya uvuto itakumbana na kizuizi katika mwili wako na haitafanya kazi. Kwa hakikisha kwanza jiondoe vile vifungo au viondoe vile vizuizi vilivyopo katika mwili, alafu baada ya hapo ndipo utakaporuhusiwa kuweza kutumia dawa ya uvuto. Aidha uwe ni uvuto wa mapenzi, aidha uwe ni uvuto wa biashara, aidha uwe ni uvuto wa wewe kupendwa na watu. Kwa hiyo ukiwa una vizuizi katika mwili, usitumie dawa hii ya uvuto, kwa sababu dawa ya uvuto inataka kutumika pale ambapo mwili wa mtu uko safi, yaani hauna vipengamizi, hauna majini, hauna uchawi, hauna nuksi. Sawa Hivi vifungo hivi uhakikishe kwanza umeviondoa. Na utaviondoaje hivi vifungo? Ni kutumia dawa yoyote ambayo inahusika na masuala ya kuondoa vifungo. Ukisikia hii dawa inaondoa vifungo, basi bimana hiyo dawa inaondoa vizuizi vilivyopo katika mwili. Na vizuizi vilivyopo katika mwili ndio kama hivyo nimekwambia: nuksi, majini, uchawi. Hivyo ndio vinavyotuzuia sisi kutoweza kufanikisha malengo yetu katika maisha. Una malengo ya wewe kutaka kuolewa, una malengo ya wewe kutaka kuoa, lakini malengo yako hayakamiliki. Una malengo ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na gari, umeelewa? Lakini vyote hivyo vikamiliki. Havikamiliki kwa sababu ndani yake kuna vizuizi. Ndani yake kuna mikingamo, ambao mikingamo hii inakuzuia wewe usiweze kufikia yale malengo yako. Bimaana ni sawasawa na nyumba iliyofungwa mlango. Ikiwa nyumba imefungwa mlango, basi ndani yake huwezi kuingia bila kufungua mlango. Sasa ufunguo wa mlango ndio hii dawa ya kufungua vifungo, ndio ufunguo huo. Ukisikia dawa ya kufungua vifungo, hiyo ndio ufunguo huo wa kufungua matatizo yako. Kwa hiyo unapofungua ule mlango ukawa wazi, basi unaruhusu sasa mtu yoyote kupita. Kwa hiyo hata dawa ya uvuto inaweza ikapita na ikaingia ndani na ikafanya kazi kama utakavyokuwa umekusudia au kudhamiria. Lakini ikiwa mlango umefungwa alafu ukatumia dawa ya uvuto, ni sawasawa na mtu ambaye unataka kuingia ndani lakini mlango umefungwa, huwezi ukaingia, kwa utabaki unaishia nje tu. Umeelewa? Kwa hakikisha kwanza unafungua mlango katika mwili wako, ambapo ni kuondoa hivyo vizuizi na mikingamo iliyopo katika mwili, ndiyo inayozuia mafanikio ya kwako wewe. Kwa hiyo tumia kwanza dawa za kuweza kuondoa vifungo, kuondoa uchawi, kuondoa nuksi, kuondoa mabalaa, kuondoa matatizo. Baadaye sasa ndipo unapoweza kutumia dawa ya uvuto. Mfumo mzuri, unaweza kuchukua dawa za kuondoa vifungo. Hata katika makala zangu mbalimbali nimeweza kuzungumza, katika social media mbalimbali nimeweza kusema haya.
ya namna kuweza kutengeneza dawa kwa ajili ya kuweza kufungua vifungo. Kwa chukua dawa mojawapo katika miongoni mwa darasa zangu, tumia dawa hiyo walau hata kama ni wiki moja, wiki mbili, hata mwezi mzima, hutegemea na uzito wa tatizo la mtu. Kwa kama ni mwezi mzima, tumia dawa kwanza hii ya kuondoa vifungo, dawa ya kuondoa matatizo, dawa ya kuondoa nuksi na majini. Alafu baadaye mwezi unaofuata au wiki zinazofuata, chukua sasa dawa yako ya uvuto. Itumie nayo kama wiki 2, wiki 3. Utaniambia, utaona mafanikio mengi. Lakini baadhi yetu sisi tunakimbilia dawa ya uvuto tu, ikiwa sisi miili yetu hatuijui ina shida gani. Hilo ni kosa. Umeona? Kwa utana mtu labda umezungumzia bwana, chukua hii kitu, chukua hii, chukua na hichi, ukichanganya unapata dawa ya uvuto. Mtu kweli anakimbilia, anachukua kama ni Decyfrola tulivyoelekeza, mtu anaanza kuutumia kwa sababu ya kusanya nini? Kwa sababu ya kuweza kutengeneza uvuto katika mwili. Kumbe ndani yake kuna vizuizi. Kwa hivyo vizuizi vitazuia dawa yako kufanya kazi. Mwisho wa siku utaona hii dawa mbona haifanyi kazi. La, ondoa kwanza vifungo vya mwili, alafu kisha ndio utumie dawa ya uvuto. Huu ni ushauri wangu katika siku ya leo. Napendekeza kama utakuwa na maswali, una maoni kuhusiana na hichi nilichokuzungumza leo, basi unaweza kaweka maoni yako katika sehemu ya comment. Na pia vile vile kama unahitajia visomo vya dua uwe ndani na nje ya nchi, namba za simu zipo katika sehemu ya description hapo chini, na katika screen pia namba zangu za simu zinapita. Unahitajia visomo vya dua, unahitajia tiba, unahitajia dawa za mitishamba, basi mawasiliano yangu ni hayo. Na usisahau kulike video hii pamoja na kushare, kusambaza ujumbe kwa watu ili nao wapate kujifunza. Na pia vile vile usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata ujumbe pindi tutakapokuwa tukiupload video zetu. Aliyekuletea darasa hili si mwingine, ni mimi wako Maalim Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.